Kitu kimoja, sisi watu wa football tunapenda mpira. Mpira lazima uchezwe katika mazingira mazuri zaidi. Kila mtu ambaye akiona anasema yes, huu ni mpira, watu wanaenjoy. Watu wametoka sehemu mbalimbali. Watu wametoka Dodoma, wametoka Kigoma, wametoka Simiyu, wametoka Kilwa kuja kupata burudani. Tumekuja katika uwanja ambao ulifungiwa karibia miezi 6 kwa ajili ya ukarabati. Lakini matokeo yake ndio ile pale, matope ambayo anacheza pale. Unaelewa? Hiyo ni changamoto kubwa sana. Na sisi watu waambie wenye mamlaka, viwanja design kama hii vinapoteza hadhi na status ya ligi yetu. Yaani watu ambao wanaangalia Marekani, watu wanaangalia Australia, Canada huko kote, wakiangalia yani nusu finali ya kombe kubwa Afrika na duniani, SADB Federation wanacheza kwenye matope. Ni aibu. Yaani aibu kwa sisi watu wa mpira, ni aibu ninyi kwa waandishi wa habari, ni aibu kwa Tanzania. Kwa sababu uwanja umetengenezwa na vivyo umesema kuna majukwaa ambayo yatakiwa yakawe viti. Uongo kweli? Au msasa unyi watu? Mmekaa kwenye viti pale? Tuseme ukweli au mnaogopa? Hapana, haijakaa. Kwa maana yake tafsiri yake maana yake kuna vitu fulani havijakaa sawa. Wenye mamlaka anatakiwa wanapaswa waje kutoka hadharani atuambie. Ambao tumeidiwa katika uwanja Mkwakwani kutakuwa kuna viti. Viti viko wapi? Maana yake kufika standard ambazo wewe ulitarajia labda kukutana nazo katika mchezo wa leo. Standard sio mimi tu. Watanzania wote kwa ujumla. Hii sio standard yetu ambayo tunaifahamu. Kabisa. Hussein, hii sio standard yetu ambayo tunaifahamu kabisa. Na hiyo tumogope Mungu kwa sababu hizi ni fedha za watu. Ni fedha za wakubwa ambao wanatoa kwa ajili ya ukarabati. Umefanywa mara mbili baada finali ya msimu uliopita Ngao Jamii. Uongo kweli? Ulifanya marekebisho. Baadaye tena umefanya marekebisho kwa ajili ya msimu. Miezi 6 mnatengeneza kitu kama kile kwa Watanzania. Mnawalisha nini? Hiyo la kwanza. Lakini la pili, tumefunga goli 2 kama Isibelekane, ndio wakubwa hivyo wanapokuaga. Unaelewa? Tumeshinda goli 2 Isibelekane bao. Tumefunga goli la 3 refa akakataa, na jana Isibelekane kufunga goli la 3 refa amekataa. Wote mmekataliwa goli. Wakubwa, yani hivyo watokee kwa watu wadogo, ni wakubwa. Yani unafunga hapo watu wanaenjoy. Lakini kwa kipekee leo ndio umeona kidole kwa mara ya kwanza. Na mimi nilikwambia Saaded, hawa JKT, tumekosa nafasi kipindi cha kwanza, nafasi 18 za magoli ya wazi. Yaani wewe goalkeeper au ukasema ni goalkeeper bora, kumbe nyuma ya pazia kuna kidole kimefukiwa. Sasa anatakiwa tuambie, kwa sababu ile timu ni ya jeshi na sio wao yupo. Kwa sababu mambo yote ambayo anafanya ndani ya club ya taasisi yoyote, mtendaji mkuu maana yake ni CEO. Kwa ukiona kuna jambo linafanyika lolote, maana yake ameagizwa na nani? Na CEO. Kwa CEO wao kutuambia kile kidole ni cha nani na kwa nini wamefanya vile, kwa manufaa ya nani. Yaani jeshi la nchi hii linachafuliwa kwa mambo ya kipuzi ambayo yako chini ya uwezo wa kiletu. Watanzania wote wameona mambo ambayo yamefanyika. Hatutegemei kwa sababu tuamini jeshi letu inatakiwa itulinde sisi na mipaka ya nchi hii. Lakini kuwaingia katika kashifa ile. Hiyo kidole ni cha nani au kidole kilikuwa kina kazi gani pale? Kwa sababu wote tumeona na video mjengoni imeonekana goalkeeper ameweka kile kidole na kimetoka na watu wamekiona kwenye mitandao, au sio kidole? Nasikana mimi hapa nilikuwa nimeona vibaya. Ni kidole sio kidole? Hebu asikie wa Tanzania, ni kidole sio kidole? Watanzania wanasema kile ni kidole. So mimi Watanzania wanasema ni kidole? Sasa atawaambie sio wao kile kidole ni cha nani? Chana? Lakini kwa mara ya kwanza kama sio kidole ni kijiti. Lakini JKT kama sio kidole ni kijiti? Kijiti kidole tunaona. Yaani kama JKT wanatumia vijiti, unapata picha gani? Wajuzuia nini? Unanielewa si Saaded? Shule na teacher. Vijiti vya shule. Anasema vijiti vya shule teacher. Mmeingia finali. Tumefundishwa kule shule. Kuna finali nyingine bado haijapigwa. Simba pamoja na Black Stars. Nani ambaye mnamtamani hapo? Sisi hapa huyu akopo ni mshenga, ni Kibaraka aliyotumwa. Umeelewa? Kibaraka aliyotumwa. Sisi tunamhitaji Kigoli ambao yuko mai wetu, tunamhitaji mai wetu. Lakini Hussein nakwambia, vaa miwani kwanza ili unaone vizuri. Nakwambia Hussein kwa mara ya kwanza wanajivunja jamaa waje finali. Sikuwa nachokwambia na save hii. Wanajivunja waje finali. Mziki huu Famasia nini? Fungwa na Singida. Na kwa lazima atajiondoa tu wasicheze finali. Kama tarehe 8 tutavokimbia. Hawawezi kuja. Kama kweli sisi tumetangulia haje. Lakini nakwambia hawezi kuja kwa sababu ndio wachezaji ndio kama wale. Dakika 100 hawana shoot on target. Kwa Yanga utapata. Anasema anawataka na nyie lakini. Nani sisi? Sisi kama maana kwenye derby tarehe 15 pia yeye atapeleka timu. Kwa jambo la kwanza. Kama kwa anataka manake tarehe 8 angekuja Benjamin Mkapa, amekimbia. Si umeelewa? Hiyo tarehe 15
wanasomea tu vyumbani. Kuna kodo, yani kuna uvungu unazungu, lakini ukifungua mioyo yao kila shabiki wa Simba nchi hawatamani kukutana na Yanga hii. Hiyo ni ukweli. Lakini ndani ya mdomo wanazungumza. Si unanielewa siwi? Lakini kiukweli hawataki. Lakini kwa nini tarehe 15 tumeweka statement yetu tarehe 15? Na nyinyi waandishi wa habari nafahamu. Kuanzia mpaka leo hii. Wewe nani wewe Spoga siyo na nani wewe nani? Mpenja TV. Hamjafanya promotion ya mechi kwa sababu gani? Dabi nyie kabla dabi haijaanza mwezi mmoja na nusu mnafanya promotion. So nyie mbona imekaa kimya? Tunafanya. Mnafanya? Sasa tuhoji watu kuhusu mechi. Ndio maana sio kuhoji watu tu, mnafika mbali zaidi. Sio kuhoji watu. Mnaenda mpaka hiyo sehemu pa kuchezea, viongozi wa taasisi. Si ndio? Mbona sasa hivi mmekaa kimya? Hata nyie wachambuzi na waandishi wa habari mnajua haipo dabi. Ndio tumepata nyinyi. Sasa mimi kiongozi. Simba wanasema wanaungurua. Sikiliza, hata tarehe 8 walisema anakuja na kuna press, anakuja. Si unaelewa? Usifanye usijitoa kile. Wewe sema tutakuja na press wakafanya. Na hawakuja. Na hiyo anasema anakuja na hawaji. Usifanye watoto wajinga hapa. Na wa Tanzania wakifanikiwa kuingia finali lakini watakuja. Finali ya? Wakifanikiwa kuingia sasa kwa CRB Federation kule hawezi kuja. Kule hawawezi, akiamua na kwambia hawezi kuja. Wanajua muziki na wanajua Yanga hawezi kucheza finali ikasumbuliwa na Simba je kutokea. Si kama kumkumbuzo mnazo. Yanga kucheza finali tena Simba tusumbue Simba hii. Hii beki nani eti mchezaji star Mpanzu mpaka msimu unaisha na magoli 3 ndio star wa timu. Yaani star Kibu Denis mpaka msimu unaisha na goli 1 2 ndio star wa timu. Sikiliza, mwangalie yule Pakome yule. Master yule. Mwenye ubongo mguuni. Yule ligi kuu yule. Ligi kuu na goli 9 yule. Mpanzu ligi kuu na goli 3. Hapo pale Majele. Mwangalie Max. Aingia. Endelea. Max Zengeli imekuwaje? Kwa maana yake sina ubora wachezaji ubora kwa ujumla. Lakini sasa Dede ukafanye leo. Kairudie ile mechi. Kaangalie zile rekodi ambazo tumekosa ile magoli. Inawezekana duniani. Ni timu ya kwanza tumekosa magoli mengi kuliko timu yoyote leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wamekuja na kidole. Sio ubora wa goalkeeper. Maana yake alifanya save moja Max Zengeli ile. Sasa wewe unasema save, ile save sio yeye. Nani yule? Yaani ile save ni kidole. Baada ya watu kutoa kidole tu kaekiwa pale. Anapotagiwa njia. Kufuata afati mbavu anataka kuvunjika. Famasiala. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.